guys, kwa majina naitwa Esther na siku ya leo niko na dada fulani hapa amazing sana, dada ambaye ana brand yake na ataenda kujitambulisha kwa majina peke yake. Dada unaitwa nani? Kwa majina naitwa Jolie Mifa. Jolie Mifa? Yeah. Okay. Jolie na maanisha nzuri, pretty, beautiful. Na Mifa? Mifa ni kifupi cha majina yangu ya asili ambayo ni Mitamba Faliana. Okay, lakini mbona kama hilo jina nishawahi kulisikia? Hilo jina kwa kweli nishawahi kulisikia kwenye sehemu fulani. Ni jina la TV ambayo mimi ndo CEO wa kampuni hiyo, na TV hiyo ipo Stockholm. Okay. Yeah. Kwa TV hiyo ni hapa Sweden? Ni hapa Sweden, kwenye mji mkuu wa Stockholm. Okay, vizuri sana. So guys, bila kwenda mbali, huyu ni CEO wa TV ambayo inaitwa Mifa TV hapa Sweden. Yeah. So kwa wale ambao labda ni mara ya kwanza kusikia hilo jina, wajue kuanzia leo kuna TV ambayo inatumika inaitwa Mifa TV. Okay, vizuri sana. So TV hiyo ina maana gani labda? TV hiyo iko kwa ajili ya kutoa matangazo mbalimbali, taarifa mbalimbali na vipindi mbalimbali. Okay, vizuri sana. So hapa tuko wapi? Hapa nimekuja kwenye sherehe, yani hapa tuko kwenye mji wa Linköping. Ndio sehemu ambapo kumefanyika sherehe ya kina mama ya sikukuu ya kina mama duniani ya Lewi Mars. Okay, vizuri sana. Lakini kama ulivyosema kwamba TV hiyo inatumika na kutoa taarifa mbalimbali, na hapa tupo kwenye sherehe. So kwa nini TV hiyo labda haijajumuika na sisi pamoja hapa siku ya leo? TV hiyo haijajumuika kwa sababu mtangazaji wa TV hiyo iko octogen kidogo, yani yuko busy, anafanya kazi kwa siku ya leo. Oho, kwa itakuwaje labda maendeleo ya TV hiyo endapo labda tukiwa kwenye fete zingine au mambo mengine akiwa yuko octogen kama hivi? Hakuna siku nyingine atakayokuwa octogen, ni siku ya leo tu, na hiyo aliomba samahani. Ila mimi niko kama vile mwakilishi. Guys. So guys, kama mnavyosikia mtangazaji wa Mifa TV akufika leo kwa sababu alikuwa yuko octogen, tuseme hivyo kwa sababu bado siku bado inaendelea. So yuko octogen ndio maana hajafika. Wale ambao hawajui octogen kwamba yuko busy, ana kitu ambacho labda kinamsumbua kama vile kazi na mambo mengine, inaweza kuwa magonjwa, kazi nini na vitu vingine. So ndio hivyo guys. So mwakilishi ndio huyu hapa, CEO ameweza kufika siku ya leo. Tumefurahi sana kuwa pamoja na CEO wa TV ya Mifa TV na tunakupenda sana. So tuendelee mambo mengine na maswali kidogo ambayo watazamaji labda wanataka kujua au kuyafahamu zaidi. Okay. Naona siku ya leo umeshine, siku ya mama. Ndio. Umetumia shilingi ngapi labda? Kwa bei inaweza ikasumbua sana kwa kutaja, maana idadi ni kubwa. Lakini naweza nikataja kwa bei ya kimoja. Yani vizuri sana ukataja kwa sababu wengine wapate kujua. Na wale ambao labda wanapenda nguo yako, begi lako, wigi lako. Sijui naweza nikaanzia kwa kipi? Maana kwa wigi labda. Okay. Ikapendeza sana. Kwa wigi nataja na sehemu ambayo ulinunulia. Okay, asante sana. Kwa wigi hii ni ya $150. 150? Yes. Mbona nyingi sana dada? Yes. Mimi ni CEO. Okay. Lazima niwe na brand. Tofauti. Vizuri sana. Na wigi hii kutoka kwenye soko ya kimataifa ambayo ni ya AliExpress. Yes. Vizuri sana kabisa. So miwani labda? Miwani sio ya bei kali, ni ya $20. 20? Okay, vizuri sana. Tunaona shingoni umevalia cheni fulani hivi ambalo liko kivipi sana, yani unang'aa. Umetumia shilingi ngapi? Shingoni
Gauni ni jumla ya shingoni, sikioni, vidoleni na nilikuwa nimesahau. So guys, hiyo ni kitu ya $300. 300? Yeah. Nyingi sana dadangu. Ni kitu amazing. Ni pure. Yes. Okay. So gauni labda Gauni hii ni ya $500. 500? Yes. Hela nyingi sana dada, ambao mimi siwezi nikaipata kiurahisi. Unaweza tu ukitaka. Sio kiurahisi. Yes, unaweza ukitaka. Umenunulia wapi labda kwa wengine ambao wanatutazama kama wameipenda labda wakainunue huko ambako umenunua? Okay. Gauni hizi zinatoka kwenye nchi fulani huko ambao ni ya Senegal. Yaani ni vitu ambavyo vinakuja nje ya nchi hii, vinasafirishwa hadi vifike hapa. Okay. Na huko ndo sehemu ambayo kunatoka vitu kama hivi. Okay. Inaitwa Bazin Riche. Afu ya maperlin. So hizi. So guys, kama mnasikia majina haya ndo ya kwanza mara yangu ya kwanza kusikia, so mzingatie jina. Yaani inaitwa Bazin Riche VIP ya perlin. Okay, kwa mtu akienda online akiandika Bazin Riche VIP perlin ila mtandaoni hauwezi ukaipata. Ni vitu ambavyo vinakuja kwa order. Nimekubali wewe ni wa kishua. So begi na kiatu. Begi na kiatu hapa ni vitu vya $200 tu. Sio bei kali. 200? Yes. Nimenunua kwa pamoja. Ni vitu vinakuja kwa pamoja. Nzuri sana, so umeshine. Asante sana. Unaweza kuwaambiaje watazamaji yani jumla umetumia shilingi ngapi? Kwa jumla siwezi kuwatajia, kila mtu amesikia bei kama nilivyoitaja. Ambaye ana akili ya haraka anaweza kuhesabu, na mwenye masikio yake ambayo sio kizio amesikia anaweza kupiga hesabu mwenyewe. Kwa hiyo kazi kwenu kupiga hesabu. Vizuri sana. So kuna swali ambalo labda nimesahau kuuliza. Umesema kwamba mtangazaji wenu uko bize. Kwa nini labda muongeze watangazaji kwa kuepukana na hizi changamoto? Hiyo ndio kitu ambacho tunapangilia, kuongeza wafanyakazi kuhusu kitengo cha watangazaji. Okay. Ndio kitu tunapangilia, na hicho kitu kitaanza kazi mwezi ujao. Vizuri sana. Inaweza kupendeza sana kama mkifanya hivyo, kwa sababu ya ni changamoto sana, na tunaposikia kwamba Mifa TV haikushiriki kwenye tukio fulani inazunisha sana. So tunaweza tukapenda sana kwa tunaona sehemu zote za tukio ikishiriki, itakuwa inapendeza. Kwa kuwatoa shaka ni kwamba msijali, tutakuwa tunashiriki, kwa sababu nimeona kwamba tuna mashabiki wengi na wengi wanahitaji kuona Mifa TV ikija kuwaoji. Kwa hiyo msife moyo, tutawaoji siku zote, tuko pamoja na nyinyi.